Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya injili ya siku. Leo Alhamisi, juma la 17, kipindi cha kawaida mwaka A wa kanisa. Masomo ya leo, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha nabii Yeremia, sura ya 18, aya ya kwanza hadi ya 6. Na injili kama ilivyoandikwa na mwinjili Mathayo, sura ya 13, aya ya 47 hadi 53. Karibu tusikilize injili. Somo la injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, ufalme wa mbinguni umefanana na juya lililotupwa baharini, likakusanya wa kila namna, hata lilipojaa walivuta pwani. Wakaketi wakakusanya walio wema vyomboni, bali walio wabaya wakawatupa. Ndivyo itakavyokuwa katika mwisho wa dunia. Malaika watatokea, watawatenga waovu mbali na wenye haki, na kuwatupa katika tanuru ya moto. Ndiko kutakuwa kilio na kusaga meno. Yesu aliwauliza, mmeyafahamu hayo yote? Wakamwambia, naam. Akawaambia, kwa sababu hiyo kila mwandishi mwenye elimu ya ufalme wa mbinguni amefanana na mtu mwenye nyumba atoaye katika hazina yake vitu vipya na vya kale. Ikawa Yesu alipoimaliza mifano hiyo, alitoka akaenda zake. Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Mpendwa taifa la Mungu, leo tunatafakari mfano wa 7 wa ufalme wa Mungu katika injili ya Mathayo. Mfano wa wavu uliotupwa baharini ni picha nzuri ya kanisa, ikionyesha kuwa Mungu anatumia kanisa kama chombo kuwakusanya watu wote pamoja. Na sisi wa Kristo ni kama nyuzi zilizofumwa pamoja katika wavu mkubwa, yaani kanisa. Wote tukifungamanishwa na kifungo cha upendo na umoja ndani ya Kristo. Wavu haukai tu ufukweni, bali hutupwa baharini ili kuvua samaki wa kila aina. Bahari kubwa ni mfano wa ulimwengu na samaki ni watu wote. Kwa maneno mengine, Wakristo wote ni wamisionari, yaani wavuvi wa watu. Kama vile wavu unavyotupwa baharini, Kristo anawatuma wafuasi wake ulimwenguni ili kuwaleta watu wote katika ufalme wa Mungu. Anawajalia vipawa mbalimbali ili wavitumie kwa ajili ya wokovu wao na wokovu wa ndugu zao. Mpendwa taifa la Mungu, mfano huu unatufundisha kuwa kanisa kama wavu ni Katoliki, yaani la ulimwengu wote. Halibagui mtu, bali linawapokea na kuwakumbatia wote. Hii ni kwa sababu mapenzi ya Mungu ni kuwaokoa wanadamu wote. Ndiyo maana chombo kinachotumika ni wavu na siyo ndoano. Hivyo kazi ya kutenga wazuri na wabaya ni ya Mungu mwenyewe na siyo binadamu. Kristo anawatuma wafuasi wake wawafikie watu wote, watakatifu na wenye dhambi, vijana na wazee, matajiri na maskini, Wayahudi na watu wa mataifa mengine, wenye nguvu na wanyonge. Wote wanapaswa kukusanywa pamoja katika wavu wa wokovu ambao ni kanisa. Mpendwa, mimi na wewe tunaitwa kukusanya watu wote na kuwaelekeza kwa Kristo. Kazi yetu ni kuwapenda na siyo kuwahukumu, kwa sababu tukiwahukumu watu hatutakuwa na muda wa kuwapenda. Kama anavyosema Mtakatifu Teresa wa Kalkuta, ukihukumu watu hutakuwa na muda wa kuwapenda. Tunaalikwa daima kumtazama Kristo, kumuiga Kristo na daima kuimarisha uhusiano wetu na Kristo, huku tukiepuka kutazama na kuwahukumu wenzetu na hata kukatishwa tamaa na matendo yao. Kuna simulizi maarufu ya binti mmoja aliyemwendea padre na kumwambia kwamba
hataenda tena kanisani. Padre akamuuliza, kwa nini binti yangu? Yule binti akajibu kwamba alikuwa ameona waumini wenzake wakisengenyana, na akaendelea kusema kuwa wengi ni wanafiki na amewaona wakitumia simu zao wakati wa ibada. Baada ya kumsikiliza, padre akasema, binti yangu, kabla haujaondoka kanisani, tafadhali chukua glasi iliyojaa maji mpaka juu, kisha uzunguke kanisa mara 3. Hakikisha hata tone moja la maji alimwagiki chini. Binti huyo akafanya hivyo na akafaulu vizuri. Baada ya kufanya hivyo, padre akamuuliza, ulipokuwa unazunguka kanisa ukiwa umebeba glasi iliyojaa maji, je, ulimwona mtu yeyote akizungumza vibaya kuhusu wengine? Je, ulimwona mtu yeyote akitumia simu yake? Yule binti akajibu, hapana. Padre akaendelea kumuuliza, kwa nini ukuona watu hao wenye mapungufu? Binti akajibu, kwa sababu nilikuwa nimeelekeza fikra zangu zote kwenye glasi ya maji niliyokuwa nimebeba, nikihakikisha kwamba hata tone moja halimwagiki. Ndipo padre akamwambia, vivyo hivyo unapomwelekea Yesu na kumtazama yeye na kuzingatia wokovu wako, hautakuwa na muda wa kuangalia na kuhukumu makosa ya wengine, kwa sababu kuhukumu ni kazi ya Mungu na siyo ya mwanadamu. Wapendwa, tumesikia katika Injili Kristo anasema, ndivyo itakavyokuwa mwisho wa dunia. Malaika watatokea na kuwatenga waovu na wenye haki, kisha watawatupa waovu katika tanuru la moto, ambako kutakuwa na kilio na kusaga meno. Injili ya Mathayo sura ya 13 aya ya 49. Mpendwa, ulimwengu huu si wa milele. Utafika wakati ambapo ufalme huu wa dunia utafikia mwisho wake usioepukika. Hapo ndipo kutakuwa na utengano wa walio wema na walio waovu. Swali ni je, mambo haya yatatokea lini? Hakika hakuna ajuaye, hivyo tujiandae kwa ajili ya tukio hilo. Kila sekunde, dakika, saa, siku, wiki, mwezi, mwaka ni nafasi nyingine anayotupa Mungu kubadilisha mwenendo wa maisha yetu na kuwa watu wazuri. Lengo letu kuu likiwa ni kutafuta ukamilifu, na daima tukiongozwa na upendo na kumwomba Mungu mapenzi yake tu na siyo mapenzi yetu yatimizwe katika maisha yetu. Na kushukuru kwa kutafakari pamoja nami Injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateri Whitson Fagans wa shirika la wamisionari wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo, Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo. Milele amina. Majanga yote yatusibuyo, damu ya Yesu ni damu takatifu.